Ninawapenda sana na nashukuru sana kwa ushirikiano wenu, kwa support yenu, kwa maombi yenu na kwa kila kitu ambacho mmekuwa mkifanya kwa sehemu yenu kuhakikisha kwamba tunaendelea kwa pamoja, kutiana moyo, kusaidiana katika kipindi cha siku hizi za mwisho. Ninakualika tena ungane nami katika kipindi cha maswali na majibu. Leo tunaenda kujibu maswali kadhaa kulingana na video ya Jericho 2030 part 8, part sehemu ya 8. Tumejifunza kuhusu anguko ama ukengeufu ambao lazima unaweza kutokea kwa Kristo katika siku za mwisho kabla ya kuja kwa Bwana wetu Yesu. Lakini tumejifunza kwamba ili twende mbinguni kuna vitu vingi natakiwa tuvikate, vingine tu drop down, tuvitupe, na vingine natakiwa tuving'oe, na vingine natakiwa tuachane navyo hata kama kwa maumivu, hata kama ni kwa machozi, lazima tuachane navyo. Kuna jedwali hapa ambalo tulichora asubuhi, ni kwamba kuna kwenye safari ya kutoka Misri kwenda Kanaani kulikuwa na main goal, kulikuwa na lengo kuu ambalo kwa kweli ilikuwa ni kwenda mbinguni. Na tukaona kwamba kulikuwa na majukumu ambayo yangefanyika kwa ajili ya kwenda mbinguni, ikiwemo ni uinjilisti, kuwaponya watu, kuwatia moyo wengine waliovunjika moyo, kuwarisha watu, kukaa na Mungu kiakili, kiroho na kimwili. Ilikuwa ndio kusudi kubwa la Mungu kuwatoa wale watu Misri. Haikuwa tu kwenda kunywa maziwa na asali kule Kanaani, au kwenda kula vyakula vya asili, au kusudi la Mungu kututoa sisi kutoka mjini kwenda mashambani. Kusudi ni sisi tukae na Mungu. Na tumejifunza kupitia wimbo namba 45 ya kwamba mlimani pana mwanga, mwanga wa jua zuri la furaha. Na tukaona kwamba mahali Yesu alipo, hapo pana mwangaza, pana nuru. Yaani Yesu alipo ndipo pana nuru. Na tukaona kwamba Yesu alitoka mjini. Yaani Mungu hayuko mjini. Kwa kifupi, Mungu hayuko mjini. Kutokana kwamba majiji yamekuwa vitovu ama kitovu kikuu cha ibada za sanamu na pombe na ibada za mashetani na matambiko na mambo ya ajabu. Kelele za ajabu zisofaa haziwavutii malaika. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, Mungu anatutoa mjini. Na tumeona kuna mambo mengine madogo, wengine walilia maji, wengine kuni, wengine marafiki, wengine addiction, uathirika wa madawa si ya kulevya, uathirika wa vidonge, uathirika wa maji ya mjini, uathirika wa chakula cha kimjini. Lakini athari ambazo tumeziona zinasumbua Wakristo ni athari za pombe. Pombe haiko tu kwenye bia au kwenye gongo. Pombe iko kwenye hata vinywaji ambavyo vinaitwa alcohol. Kwa hiyo unakuta muda mwingine mtu anataka kusoma Biblia unasinzia. Unakuta muda mwingine unataka kumshika Mungu sana, lakini unakumbuka pombe kidogo, unarudi unakunywa kwa kuibia. Sigara nazo zinawasili watu, vinywaji vya ajabu kama majuisi ya mjini kadhalika. Wengine wanatumia viroba. Wanapoathirika tumia na viroba inawataabisha sana hata wale wanapotaka kumfuata Yesu Kristo. Kwa hiyo ninaomba uungane nami tunapoenda kujifunza juu ya namna gani tunaweza tukatumia nini ili kusaidiana au kujisaidia mwenyewe kutumia nini. Kabla tujaenda kuomba, nisome Warumi 12. Warumi 12 kuanzia fungu la kwanza. Neno la Mungu linatuambia maneno yafuatayo. Nasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Tunaagizwa na Mungu kwamba ili tuweze kukaa na Mungu na kubarikiwa naye, tunatakiwa tuitoe miili yetu kwa dhabihu iliyo hai, takatifu. Yaani lazima itakaswe miili yetu iwe ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo ndiyo ibada yenye maana. Tutakasika mwili wetu kutoka kwenye athari ya vitu mbalimbali ambavyo kikweli ukisikiliza video ya part 8 ya Jericho 2030 hakika hautabaki kama ulivyo.
itabaki kama naona vitu vingi sana. Tumeona kwamba sasa hivi ni muda wa kucancel, hata kama ni kwa maumivu lazima tuvikate. Na baadhi ya marafiki tumesoma mpaka kwenye nukuu za Ellen G. White kwamba baadhi ya marafiki inatakiwa, ili sisi tuwe na ibada ya maana, tunatakiwa kufutilia mbali baadhi ya marafiki. Haijalishi na itakuumiza au itawaumiza, lakini inatakiwa tufanye hivyo kwa agizo la Bwana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia. Tumeona kwamba kuna mambo mengi ya dunia ambayo sasa tumeweka goal ya kufikia, lakini hebu tusinie makuu kwa sababu muda umesonga na hatuna mashaka na kila ambacho Mungu ametufunulia kuhusu mwisho wa wakati. Pia kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema iliyopewa, ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadri ya imani, ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu. Kuna kazi ambazo anazitaja. Tunapokuwa na ibada ya maana kupitia kutakaswa miili yetu, pia tufanye kazi kadri ya karama zetu. Sio kwamba tukienda mashambani hatuna kazi. Kazi ziko nyingi sana. Tunaambiwa kama una karama ya unabii, toa unabii kadri ya imani. Kama una huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Tendo isiwe na unafiki. Ichukieni lilo ovu, ikiambatana na lilo jema. Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Na kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali na kidumu. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahio, yeni pamoja nao waliao. Pateni nia zenu ninyi kwa ninyi, sinie yaliyo makuu. Tunasisitiza sana kuto aim too much high, yani kunia makuu sana. Yani wewe unataka mimi ili mpaka Yesu aje lazima niwe na kitu fulani ambacho kinakuzidi uwezo na hakina maana kwa Mungu. Punguze mambo hayo wapendwa. Hebu tukaangalie basi addiction ya pombe, sigara, sumu mbalimbali. Maana wengine wanapoenda mashambani unakuwa umeathirika na ufanyaji kazi too much. Wanakuwa hawana usingizi, soma Biblia hawezi, anakuwa amechoka kwa kila jambo. Sasa ni nini kinaweza mtu huyo akatumia kikamsaidia? Kwa mfano, kabla tujaomba, kuna kitu kimoja ambacho hapa Ellen G. White amekitolea mfano wa mama mmoja ambaye alikuwa ameathirika kitu kinaitwa bomba. You know pipe? Yeah. Pipe. Yeah, pipe. Smoking pipe, right? Yeah. Kuna kitu kwa watu walioko nchi za Ulaya kinaitwa bomba. Inakuwa ni sigara lakini iko katika mfumo wa pipe. Ni pipe, si ndio? Na kwa wengine wanaita kiko. Wengi, lakini kule kuna mabomba kabisa, inakuwa ni pipe fulani na kuna vuta. Sasa kuna mama mmoja alikuwa ameathirika na hiyo pipe. Sasa Ellen G. White akamwambia yule mama achague kati ya kitu kinaitwa hilo pipe au mbingu. Yaani kuendeleza bomba au kwenda mbinguni. Ellen G. White katika kitabu kinachoitwa Temperance, ukurasa wa 63 aya ya 3, Temperance, page 63
and paragraph 3 anasema the pipe versus heaven. I have seen many an example of the power of these habits. Nimeona mifano ya watu wengi ya uwezo ama nguvu ya vitu hivyo, yani athari ya hivyo vitu ama addiction ya hivyo vitu. Anasema one woman I knew who was advised by her physician to smoke as a remedy for the asthma. Ni kwamba kuna mama moja aliwahi kuambiwa na daktari wake kwamba au anavuta sigara ili kutibu asthma. Unajua Babeli imekuwa na tabia ya watu kupewa matibabu, lakini matibabu yale yanasababisha tatizo kuliko tatizo ambalo anapambana nalo. Na ndio mfumo wa Babeli ulivyo. Unaambiwa vuta sigara utibu ukimwi, vuta bangi eti utaua virusi. Sasa bangi ina madhara kuliko virus, kuliko HIV. Kwa hiyo lazima pia tusikilize daktari, muda mwingine wanatupatia majibu kulingana na ujinga wao unapoishia. Kwa hiyo sasa watu wa Mungu lazima tujifunze vitu mbadala vya asili vya kuweza kupambana na addiction, na sio hivi vile watu wanakuwa wanaambiwa atumie sigara. Kama huyu mama aliambiwa avute sigara, basi akachukua kiko ama pipe akaanza kuvuta ile sigara ya nguvu ili apone asthma, kifua kikuu kwa nguvu. Sasa alipougua asthma sinaathiri nini? Mapafu. Hiyo sigara inaenda kuharibu zaidi mapafu. Sasa I don't know which is which. Anasema to all appearance she had been a zealous Christian for many years. Kwa mionekano yote au muonekano wake wote alikuwa ni Mkristo mwenye bidii kwa miaka mingi. But she became so addicted to smoking that when he urged to give it up as an unhealthful and defiling habit, she utterly refused to do so. Yani aliathirika na uvutaji wa hiyo sigara kama kiko, kiasi kwamba alipokuja kuambiwa kwamba aache kama sehemu ya tabia isiyo ya afya na tabia ya kujichafua hekalu la Roho Mtakatifu, alikataa kufanya hivyo. Alisema, when the matter comes before my mind distinctly that I must give up my pipe or lose heaven, then I say, farewell heaven. Huyu mama alikuwa anajibu kwamba yani kila mara ninapoambiwa juu ya kuchagua kati ya bomba la kuvutia sigara hiyo na mbingu, anasema farewell heaven, bye bye mbingu, bye bye mbingu. Huyo alikuwa ameathirika sana kiasi kwamba anasema bora tu sasa nikose mbingu. I cannot surrender my pipe. Alijibu hivyo kwa ile njia kama siwezi kuachia bomba langu. This woman only put into words that which many express by their action. Maneno ya huyu mwanamke ni tu kile ambacho kinadhihirishwa na watu wengi kwa matendo. Naona kinadhihirishwa na watu wengi kwa matendo, kwamba hawezi kuachilia vitu hivi vidogo vidogo ambavyo tunaona vinaweza kutukwamisha kwenda mbinguni, wakati ni very minor. Naona ni vitu vidogo sana. Kwa hiyo anasema God, Mungu, the maker, turn off. Kwa hiyo vitu hivi ni vidogo sana. Kiasi kwamba Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, aliyemuumba mwanadamu, anadai moyo wote, anadai akili, anahitaji akili yote. Naona the entire affections is held subordinate to the disgusting, defiling nuisance, tobacco. Sasa kama akili yote imechukuliwa yote na kuzibwa na utumiaji wa tumbaku, pombe pamoja na hiyo, na huyo ameathirika zaidi
Nasema kwamba siwezi kugive up hiyo pale. Wapo watu wengi ambao wameona kwamba ni ngumu sana kuacha, sasa mbingu itakuwa mbingu gani bila hiki, na wengine wameathirika na familia, wameathirika na ndoa, matendo ya ndoa. Wanasema kwamba sasa kama mbingu hamna tendo la ndoa huko, ni sasa raha ya mbingu ni nini? Hiyo kiukweli ni uathirika mbaya sana. Ni uathirika ni mbaya sana sana sana, kwa sababu kulinganisha mbingu na hivyo vitu ni vitu ambavyo hauwezi hata kuvicompare. Ni nonsense, ni foolishness, ni upumbavu. Wanasema kwamba that Christ should be discarded for this soul and body destroying indulgence. Yani kwamba Kristo apotezewe yani kwa sababu ya vitu hivi vinavyoharibu mwili. Is an amazement to the unfallen universe. Yani hiyo ni mshangao, ni kitu cha kushangaza sana kwa malimwengu ambao hayakuanguka dhambi. Kwa maana hata ukikompea tunda hilo tuingiza dhambini na utakatifu na hadhi ambayo wanadamu tulikuwa nayo, ni nonsense. Yani ni kitu ambacho huwezi hata, ni upumbavu kweli. Tunda la 500 alafu na vitu hivyo. Ndio maana tunaambiwa kuna kauli zingine za Biblia huwa ni kali, lakini ndio uhalisia. Basi kama huyu alikuwa addicted na pipe na bado alikataa give up. Haya, wengine anasema hiki ni kitabu kinaitwa Sermons in the Talk, volume 1, ukurasa wa 202. Sermon and Talk volume 2, ukurasa wa 202, aya ya pili inasema, there are thousands that have been addicted to complaining. Wengine wameathirika na kulalamika. Yani watu wa kulalamika, iwe kitu kidogo. Yani wewe wao kwa Mungu ni kulalamika, kwa familia ni kulalamika. Yani wao ni watu wa kulalamika tu. Leo analalamikia serikali, kesho analalamikia familia, kesho analalamikia kazi, kesho analalamikia. Yani yeye ni mtu wa kulalamika. Yani wao ni wakulialia tu. Watu kama hao ukikaa nao wanakutengenezea ugonjwa. Sasa hivi tunahitaji watu wa imani. Tunahitaji watu wa imani ambao ni wa kutukuza. Watu wa asante nyingi. Watu wa Mungu ataweza, Mungu atafanya, Mungu atatenda. Ndio watu ambao inatakiwa sasa hivi kukaa nao. Lakini watu wa impossible, itawezekana kweli, wa kulialia ndio walisababisha watu wengi wana wa Israeli waweze kufia nyikani. So we don't want such people. If they cannot change, give them up. Kama hawezi kubadilika, achana nao. Kata. Na tumeona watu wengine wenye lugha chafu, wengine wameathirika na lugha chafu za mtaani. Watu kama hawa wanatakiwa wabadilike kwa kusoma neno, kwa kusikiliza nyimbo za Kristo na kutafakari na kukaa maeneo kweki, wanaweza kuchange. Sasa tuombe kisha tuende tukaangalie mambo kadhaa yatatubariki. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu mwema, jina lako litukuzwe kwa wema na fadhili zako. Naomba bariki kipindi hiki, samehe na kutakasa nafsi zetu na roho zetu. Naomba malaika wako watakatifu wajibike nasi tena kwa utukufu wa jina lako, wakatupe hekima ya kimbingu ya kushinda mapambano tulionayo duniani. Atuweke huru Bwana juu ya mambo ambayo naona katika mioyo yetu iliyo wazi sana mbele zako. Saidia kila mmoja kushinda mahali ambapo. Na tunaamini kwamba sisi hatujafika bado, wala tuwezi kujivuna kwa lolote. Tunachohitaji ni neema yako Mungu uweze kutuwezesha. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Okay, welcome one, welcome all. Karibuni sana nyote tuweze kuungana katika kipindi hiki. Okay, sasa katika athari ambazo tunaenda kuangalia athari ya watu walioathirika
Okay. Fight for addiction. Kuna watu ambao wameathirika na kucheza magame kama wale watoto tumeona kwenye video ya Leave the World Behind. Kuna wengine wameathirika na simu, kiasi kwamba umeme ukikata hawana raha kabisa. Akiharibikiwa na simu yake ana raha kabisa, hata ibada imekufa, kila kitu kinaharibika. Kuna wengine wameathirika na mipira, kuangalia mipira, yani akisikia kelele ya mpira anaweza kasahau kama ni Sabato akakimbia kwenda kuangalia mpira. Hiyo nayo ni athari mbaya sana. Sasa tunaweza tukapambana namna gani kuondokana na mambo haya? Mambo haya yanaweza kubadilisha kwa njia zifuatazo. Ikiwemo mawazo machafu. Wengine ni chronic grumblers. Ellen G. White anasema wao wameathirika na matusi na kutafuta makosa ya wengine, yani usengenyaji. Wanawake wanaita kusengenya. Wengine wameathirika na hivyo, wanasema ni chronic grumblers. Watu tu wa kusema watu, yani yeye haiwezi kapita dakika hajasema umemwona fulani, akimaliza story hii ya kusema huyo anakuja ya kusema huyo, inakuja ya kusema huyo, inamaliza ya kusema huyo, inakuja. Yani yeye matengenezo yake ni kusema watu wengine. Huyu alifanya hivi, nisikia fulani. Yani kana kwamba yeye kusema watu ndio utakatifu wake. Badala ya kwamba tunaweza kumsaidiaje fulani, kumwambie fulani. Sisi tunatakiwa kuwa na matengenezo ambao tutakuwa tunawazia watu vizuri kwamba tumsaidiaje fulani, aliteleza hapa, tumsaidiaje. Na wao wenyewe wawe mfano wa kwamba watoe mfano kwamba tuliteleza kwa kitu hiki na kupitia njia hii nimeweza kupiga hatua. Kwa tutashare udhaifu. Mimi binafsi nitatoa ushuhuda wangu kwamba mahali fulani mimi nilikuwa na udhaifu lakini nimeshinda kwa namna fulani. Itatia nguvu mtu mwingine ambaye anapambana na udhaifu fulani ama addiction, athari fulani. Okay. Kwa hiyo hizi athari zote kwa ujumla, athari za madawa ya kulevya, athari za masomo, athari za kukosa usingizi kwa sababu ulikuwa unafanya kazi masaa mengi sana mpaka akili kazoea kulala muda mfupi. Wengi wamenipigia simu wakiwa na tatizo hilo. Yes, and mama, you have a testimony for that. God have helped you and the road has been working for you. Yes. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ameathirika na kukosa usingizi kwa sababu ya kazi nyingi za Misri, unaweza kutumia kunywa maji mengi. Lakini no. Sorry. Kabla ya yote, athari yoyote ya madawa ama ya nini, athari zote, addiction zote, namba moja ya solution ni Mungu. Solution namba moja ni kumwamini Yesu. Namba moja kumwamini nani? Yesu. Kumwamini Yesu. Maana ninaweza nikakuelekeza uangalie maji kama usipoyanywa kwa jina la Yesu hayawezi kutibu chochote. Chakula usipokila kwa jina la Yesu hakiwezi kusaidia chochote kiroho. Hata kama nikupe dawa haitakusaidia kama hujamwamini Yesu. Number 1, Yesu. Yeye ndo anatenda kazi kupitia nature. Namba 1 ni kumrudia Mungu. Yeye ndo anafanya kazi kupitia vitu athiri na vyakula na vitu hivyo. Namba 1, muamini Yesu, muogope Yesu, tii mapenzi yake, tii amri zake. Hiyo ndo namba 1. Muombe, amini atakusaidia. Hiyo ni hatua namba 1 kabisa kabla ya kitu chochote kingine. Amini Yesu na atakusaidia. Namba 2, sikiliza nyimbo za kiroho. Hasa nyimbo za vitabuni. Yaani nyimbo za Kristo. Hymns. Zinaitwa hymnal au hymnal songs. Kwa mfano, nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake,
mimi ni mtoto wake, kombolewa, nakombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Wimbo huo kwa mtu yeyote aliyeathirika, ambaye ameathirika aidha kwa kufanya kazi, kwa madawa, kwa pombe, kwa ukahaba, kwa kitu chochote kile, wimbo huo ukiwimba kila mara, fanya kwa siku uimbe mara 5 kwa kutafakari. Ule wimbo una power. There is power in the songs. Inaweza ikafuta mawazo mabaya, inaweza ikaanza kukata roho chafu za umalaya, za pombe, za sigara, za mipira. Itaanza kukata hizo, maana kuna nguvu ya kipepo ambayo inafanya kazi na hivyo. Unapoimba nimekombolewa, ukiimba kwa maana halisi ya maandishi ya wimbo, God will help you. Mungu anaweza kukusaidia kabisa ukakombolewa. Hadi unapopush ukisema kombolewa, na kombolewa kwa damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Hadi unapozidi kurudia wimbo huo kila mara, nguvu ya damu ya Kristo itakata hivyo vitu vyote. So, namba 1 ni Yesu, namba 2 ni nyimbo, namba 3 ni kusoma shuhuda za kwenye Biblia juu ya watu ambao waliwekwa huru kutokana na mapambano ya vitu hivyo. Kwa kama wewe ni wa pombe, angalia walevi ambao waliokolewa katika Biblia. Kama wewe ni athari ya umaraya, angalia akina Magdalena, angalia akina Rahabu. Wasoma visa vyao jinsi vilivyo na nguvu, itakupa wewe nguvu ya kusonga mbele. Kama wewe umeathirika na dhuluma, soma visa vya watu waliokuwa kufanya dhuluma. Kama umeathirika na wanawake, soma visa vya kina Suleiman na David. Soma kina Samson, jinsi ambavyo walikuja kushinda vitu hivyo vya pombe, wanawake walishinda. Soma vile visa, vitakutia nguvu ya ukiwa unaimba kisha unasoma neno, unajiuliza, je, kama Mungu aliwashindia kina fulani, mimi kwa nini siwezi? Mungu atanishindia pia. Unajitamkia mema, na unajitamkia mema, naamini Mungu utaenda kunishindia. Umemshindia fulani, na mimi hakika utanishindia. Na maombi yako yasiwe ya kulalamika mbele za Mungu, bali yawe ya kumtukuza Mungu, kama asante Mungu kwa sababu unaenda kumweka huru. Asante Mungu kwa sababu unaenda kumshindia. Okay, vijana wengi wameathirika na self abuse kama masturbation. Wanaweza kushinda kupitia vile kuimba nyimbo za Mungu mara kwa mara. Kama huwezi kuimba, basi muda mwingi tumia simu yako hiyo kusikiliza nyimbo. Tumia either earphones, zinaweza zikaathiri masikio, lakini ukiwa kwenye gari tumia headphone ili kujizuia kusikiliza nyimbo chafu ambazo ulizikimbia Misri, ili zisirudi katika akili. Weka earphone na sikiliza nyimbo za Kristo, zina nguvu sana. Zitasaidia kusafisha mawazo, zitasaidia kukuweka huru kabisa, na huru kweli kweli. Na utapiga hatua kubwa sana. Utajikuta kwamba mawazo mara nyingi, hata kama una kazi, unasikia nyimbo zile zinajirudia. Zile nyimbo zinajirudia. Hiyo itakuwa ni hatua kubwa sana, mpendwa wangu, kwa kwamba tunashinda. Hata mimi imenisaidia sana hiyo. Dhambi za mawazo kwa mtu yote aliyeko mjini ni kitu cha kawaida kabisa. Kuona wanawake waliovaa vibaya, unaanza kuwaza, au linaweza usiwaze muda mrefu, lakini ile wazo likapita. Anakutamanisha, unaona mtu amejipamba, labda ana nguvu za mapepo, na yeye yanakuvuta. Macho yako unaweza kukuta, kama tuliona kwenye video hii ya Leave the World Behind. Kijana amezoea kwenda beach watu wako uchi.
Watu wanaishi Amerika, amezoea kuona watu wako kwenye chuki tu. Hiyo inaathiri bongo, na inapoathiri bongo huwezi kutiwa muhuri na hayo mambo. Yaani kwenye mawazo likikuta wazo hata moja la ovyo kiasi hivyo, bado ni shida kwa Roho Mtakatifu, tunamhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaweza kushindaje? Tunaweza kushinda kwa kusikiliza nyimbo nzuri na sahihi kwa kila wakati, all the time. You have to do that. Okay, ukiachana na nyimbo, kusoma neno, unaweza ukahama ama kushinda mambo hayo kwa kwenda kuwatibu watu wengine, kwenda kukua busy, kujiweka busy na kazi ya Mungu. Unaona kina Petro aliambiwa unifuate, wakamfuata Yesu, wakawa busy. Muda wote wanafikiria kuongoa roho za watu, muda wote wanawaza kuongoa roho za watu. Wale watu ilikuwa ni ngumu sana kuingia dhambini kwa sababu muda wote wanawaza kuokoa wengine. Sasa hivi utawaza kuokoa wengine alafu ukawa na akili ya wewe kwenda ukapotee. Huo muda utaupata wapi? All the time you are thinking about doing video. Muda mwingi unawaza nikafanye video, niposti tena, nijifunze na watu kitu fulani. Nikimaliza hapa niende nikachapishe vitabu. Nikimaliza hapa nikafunge pasili za vitabu niwatumie watu. Ukimaliza hapo unawaza nikawasaidiaje watu hapa. Kwa hiyo muda wote akili yako inakuwa ni busy na mambo ya Mungu, kiasi kwamba hauna nafasi na huu ujinga wa mambo hayo madogo. Kwa the way you manage your time, unampa Yesu muda wako, unaokolewa na vitu vingi. Ni saa ngapi utawaza mpira? Kwa sababu utataka kwenda mpirani, utaona genge la watu wanaoenda mpirani wengi ni wavuta sigara. Utafikiria watu naenda kuwaokoaje hapo. Haya, genge la humo ni walevi. Genge la humo ni wahuni. Genge la humo ni watu ambao hawaelewi hata kuna mambo magumu yanakuja duniani. Hawajui habari ya Yesu. Ukikaa nao hivi, nafsi itakusuta tu. Utaanza kujiuliza hivi hapa siku moja itakuwa ni hukumu hii. Hawa watu wanaenda kuangamia, Yesu anarudi. Utaanza wewe mwenyewe, itabidi utatoka tu au utaligeuza, utaenda badala ya kwenda kuangalia mpira utaenda kugawa vitabu. Unless basi akili yako kama imekufa na wewe ni shida. Sasa unaweza ukasaidia ukaangalia cha kufanya. You have to think about others. Fikiria kuhusu wengine, hurumia wengine jinsi wanaweza kuangamia. Itakusaidia wewe kushinda athari ya mambo mbalimbali. Okay. Kwa watu ambao wana athari ya usingizi, kukosa usingizi kwa sababu walikuwa busy sana Misri, hao wanaweza kutumia maji mengi sana ya asili. Tumia maji mengi sana kila muda ya asili. Bwana sifiwe. Ya maji kila wakati inatakiwa isihame mahali walipo. Ni kitu cha msingi sana kuhakikisha kwamba unapata glasi ya maji kila wakati. Hiyo itasaidia kufanya mfumo wako uwe clean, urudi kwenye kupumzika, kwa sababu ubongo umezoea kuwa busy sana, too much. Kutokana na kwamba ubongo wetu ama akili zetu huwa zinazoea ama zina adapt kufanya kazi sana ama kufanya kazi kidogo, huwa zinabadilika kulingana na jinsi mtu anavyofanya kazi. Sasa jinsi gani unaweza ukajiokoa? Kama ubongo ulikuwa unafanya kazi kidogo unalala, alafu na wakati ukawa unafanya kazi sana ukawa unapumzika kidogo, ule mwili wako unazoea kufanya kazi sana. Kwa ukiacha kazi ghafla ukarudi kwenye kupumzika zaidi, lazima mfumo wote unakuwa disturbed. Mfumo wote utakataa. Maana utakuwa unakuomba kazi, lete kazi, ubongo utakuwa unaomba kazi. Wewe unasema nilale, utakusumbua sana. Sasa
kama ambavyo uliuzoesha kutolala kidogo kidogo, uliuzoesha taratibu, hivyo kurudisha kwenye gia ya chini unaenda taratibu pia. Ni kama ulikuwa unaendesha gari kwa kasi, baadaye wewe unataka upangue gia zote kwa pamoja, yani gari utakuwa umeidisturb. Ina maana unashusha gia moja, kama ulikuwa ya 5 unashusha ya 4, unasubiri inaenda, unashusha ya 4, unasubiri inaenda, unashusha ya 3, subiri ya pili, baadaye moja. Lakini ukilazimisha usiteremshe zote kwa pamoja, lazima tu itajivuta, italia kwa sauti ya kulalamika. Kwa hiyo ndivyo ambavyo miili yetu pia iko hivyo. Ulipeleka mpaka gia ya ubongo ikawa inafanya kazi gia kubwa, hamna kupumzika. Safari from Dar to Kenya, Nairobi ni spidi kubwa. Sasa usitegemee kwamba ukitaka kufika Nairobi sasa uipumzishe gari yako itakuwa inalia. Hapana. Itabidi uende na ipumzishe taratibu ule moto ungue, maana itakuwa ya moto. Kwa hiyo sasa nenda taratibu. Lakini tumia black seed. Mbegu za black seed, tafuna, unalala, unatafuna, zitakusaidia kwa sababu zile zinatibu fahamu, mfumo wa fahamu. Zinaweza kucheza nao vizuri sana. Lakini unaweza kutumia pia mafuta yake, mafuta ya black seed. Unaweza kutumia pia unga wa black seed. Unachanganya kwenye uji, kijiko kimoja cha unga, unakunywa, zitakusaidia sana kuweza kuleta usingizi tena mzuri kwa wakati. Lakini unaweza ukawa labda usiku ndio unakosa usingizi. Jaribu kuanza kuupa mwili wako usingizi zaidi mchana. Baadaye ubongo utaanza kuzoea. Sasa narudi kwenye hali yake ya kawaida. Haleluya. Okay, kuna watu ambao wanakuwa wameathirika na pombe na madawa ya kulevya ama kahawa, na naamini kiukweli kuna wazee mimi nimefanya nao kazi walikuwa wameathirika na kahawa. Alikuwa anasema mimi ni msabato na ni kiongozi. Yeye anakuambia siwezi acha kahawa, siwezi. Tena nilikuwa natumia vikombe vingi kwa siku. Nilikuwa natumia chupa nzima ya chai mimi peke yangu kwa kahawa. Kwa hiyo anasema hapo amebakiza kwa anakunywa kikombe kimoja. Akasema akiacha anaugua. Nimeshakutana na mtu kama huyo. Kwa wapo watu ambao wameathirika na hivyo vitu. Sasa kahawa na tumbaku ambayo ni sigara ina kitu kinaitwa nicotine. Nicotine inapozidi kwenye damu huwa inapunguza kitu kinaitwa nadi. Inaitwa nini? Nadi deficient. Inapunguza kitu kinaitwa nadi. NAD. Inapatikana kwenye mitochondria. Tunaita NADP kadhalika. Kwenye mitochondria iko ndani ya seli za damu, seli za mwili. Seli za mwili huwa zina nucleus, zina vitu ndani yake. Sasa mahali ambapo inatengenezwa nishati ya kufanya kazi ndipo panaitwa mitochondria. Ndipo hapo kuna kitu kinaitwa ATP, adenosine triphosphate. Hiyo ATP huwa inazalishwa kama nishati baada ya chakula kumeng'enywa, kutolewa vitu vya muhimu, ndio kunapatikana nguvu ya kufanya kazi, nguvu ya kuimba, nguvu ya kumtukuza Mungu. Sasa kuna kitu kinaitwa nadi huwa kinazalishwa pia. Unapotumia nicotine ama sigara inapunguza nadi. Inapopunguza nadi unakuwa zile nguvu za asilia zinakufa. Nguvu za kufanya kazi za kawaida zinakufa. Kwa hiyo ukitaka kufanya kazi ngumu inabidi ufanyeje? Utumie sigara, nicotine ambayo ni nguvu ya vichocheo
visivyo vya asili vya kukufanya upate tu msisimko wa kufanya kazi, lakini bila nguvu ya asili ambayo ndo nadi ya kufanyia nini? Ya kufanya kazi. Kwa nadi ikipungua, automatic you don't have enough ATP. Una ATP ama nishati ya kufanya kazi. Ndio maana mtu anayevuta sigara akiacha tu dakika chache anajisikia amechoka, na ili au boost mwili anavuta tena sigara. Akiacha kutumia sigara atataka kahawa, asipotumia kahawa atataka chai, na hiyo ina nini? Ina caffeine ambayo inaingia kwenye damu, inasababisha msisimko vile vile na kusababisha huyo mtu awe na msisimko tu, damu ikimbia haraka haraka na mapigo ya moyo yaende chap chap, ndipo anasikia angalau ana nguvu kwa kufanya kazi. Sasa hiyo sio nguvu ya kufanya kazi, hiyo ni kumaliza mwili. Hiyo inatengeneza NAD deficient, na ili uweze kuponyeka kwa upesi athari ya pombe na sigara na hizo kahawa, inatakiwa utumie kitu kinaitwa vitamini B3. Vitamini B3. Okay, vitamini B3 kuna vidonge. Sasa hiyo ni kwa upande kama tatizo lako liko kubwa sana, yaani kiasi kwamba inahitaji uzimue kwa upesi kwa dawa za boberi, kisha urudi kutumia vitu vya asili ili uweza kuponya. Kuna vyakula vyenye vitamini B3 utatumia, lakini pia kuna dawa hiyo vidonge vya vitamini B3 ambavyo vinaitwa niacin. Niacin. Unatumia niacin. Unaweza ukapewa dozi ya asubuhi, mchana na jioni. Itasaidia kukata mazoea ya unywaji pombe uliokithiri, sigara zilizokithiri kwa kutumia niacin. Niacin inaongeza uzalishwaji wa nadi, na inatakiwa sasa upunguze kutumia nini? Sigara. Lakini unaweza ukatumia kitu kinaitwa, wanatumia mushroom, uyoga. Uyoga unasaidia sana mtu kukata hamu ya pombe. Uyoga. Psilocybin iko ndani ya uyoga. Inasaidia sana wapendwa mtu kuachisha pombe na sigara. Uyoga, mboga ya uyoga. Mboga ya uyoga ambayo unaipata tu mashambani. Ukienda mashambani ulizia uyoga ambao unaliwa, maana kuna uyoga mwingine ni sumu. Angalia uyoga ambao unaliwa, penda kutumia hiyo mboga. Kuna wengine wanasema kwamba kwenye roho ya unabii uyoga umezuiwa. Hapana. Kwenye roho ya unabii kuna mahali anazuia matumizi ya kitu kinaitwa mash. Asema hajaandika mushroom. Uyoga unaitwa mushroom. Roho ya unabii imezuia kitu kinaitwa mash. Mash ni kitu kinakandwa kama skonzi, kama maandazi. Huwa ni chakula cha kutengeneza kwa ngano. Unakanda, unaumua kwa hamira. Hicho kitu kinaitwa mash. Sasa hicho kutokana kwamba wewe kinatumiwa mabicarbonate, mahamira, ni mbaya. Haitakiwi kutumia hiyo mash. Hiyo sio uyoga. Uyoga unaweza ukautumia ule ambao si sumu. Utasaidia kukata mambo hayo ya pombe na sigara baada ya muda. Lakini unaweza ukatumia vile vidonge vya niacin ambayo ni niacinamide. Kuna viko aina mbili, vitamini B3 viko aina mbili. Kuna nicotinamide na niacinamide. Tumia niacinamide. Itakusaidia sana kwa ajili ya kutibu pombe, lakini ikiambatana na kula chakula kwa wakati, kunywa maji mengi ili ukojoe sana, ili kutoa madhara ya pombe yaliyo kwenye damu, yanakuwa yanachujwa kwenye figo, kukojoa. Okay. Ili kusafisha ubongo itaambatana na
fanyeje? Kufunga kuomba mara kwa mara, intermittent fast. Itasaidia clean mfumo, kusafisha mfumo. Lakini baadhi ya vyakula ambavyo tunaviita ketogenic diet. Na baadhi ya vyakula ambavyo ni vitu vya rafiki kwa jiko, vyakula rafiki kwa jiko vinaitwa ketogenic foods. Mfano karanga, tafuna karanga kidogo, tafuna almond, itasaidia kukata hizo hamu ya pombe na sigara. Nini almond? Kuna almond, kuna flax seeds, kuna walnuts, kuna hiyo black seed, kuna flax seed, FFLAX, flax seed, alafu kuna black seed. Hizo zote zinasaidia kusafisha ubongo kabisa na mfumo wa fahamu na neva na damu. Hizo zote ziko vizuri. Kuna hizi chia seeds, unaziweka kwenye maji yako, unakunywa pamoja, unaweka kwenye lita 1 na weka zile mbegu unakunywa. Zinasaidia mtu kumsafisha mifumo na kuondoa mahamu, hizo appetite ya pombe zinakuwa zinaisha. Lakini pia kuna NAD therapy, NAD therapy. NAD therapy ni ile mtu anakuwa na hiyo sasa ni ya kitaalamu. Uende ukaulize daktari, NAD therapy ni nini? Ninahitaji kufanyiwa. Ile therapy pia unaweza kuifanya nyumbani. Yenyewe kwa mtu ambaye amekuwa mlevi too much, unatakiwa unamsugua mwili kwa kutumia kitambaa kilicholowa maji ya baridi. Unakuwa unampitishia maji kile kitambaa, una massage kwa maji ya baridi hasa kwenye mishipa mwili wote. Kama ni mmeo au ni mkeo, uwezo kumsaidia mara kwa mara kwa hiyo NAD therapy. Pia pamoja na hayo yote, maombi ndio kitu cha kwanza inaweza kumsaidia. Lakini ili kuondokana na hizi athari ya pombe, nicotine pamoja na caffeine ya kahawa na soda na vinywaji vya sukari, tumia a cup of water every time. Tumia kikombe cha maji ya vuguvugu kila wakati. Itakusaidia sana kuweza kupambana na matatizo haya. Ili pia waweza kukaa sehemu za hewa safi kama beach, sehemu za majitirika kama kwenye milima. Unaweza kaenda kukanyaga yale maji hata miguuni, itakusaidia kutibu hiyo hali. Hata kama umeathirika mpaka ukawa kama na athari ya madawa ya kulevya, sababu ulikaa labda na wavuta bangi, ndio ilikuwa kazi zako jeshini, labda ulikuwa unafanya kazi jeshi au polisi, inaweza kukusaidia sana kuweza kupush kusafisha mfumo wako uwe na akili tulivu. Sasa kwa milimani kule unaweza kupata muda, kama kuna sehemu kuna maji tiririka, utaenjoy sana hizo sehemu, zitakubariki. Kwa sehemu kama za Bukoba, Muleba, zina sehemu nyingi sana za mandhari hayo, zitakusaidia sana. Lakini pia kuna aina za juisi ambazo zinaweza kukusaidia kutibu. Ninaomba sasa tuakaangalie hiki kitabu, kinaitwa Sharubati za Kiafya. Kinasaidia sana. Kuna tiba, kuna dawa ama kuna njia ya kuondoa sumu hizo zote ndani ya siku 3. Hiyo ni tiba ya siku ngapi? Siku 3, ambayo utaisoma na unaweza kaitumia kusaidia mtu mwingine au wewe mwenyewe itakusaidia. Na amini, kila mtu ana sumu. Maana kama tumeishi mjini, kila mtu lazima ana nicotine by any means. Wewe ukuvuta sigara lakini ulipita karibu na mvuta sigara. Ukienda dukani na wewe unanunua sabuni, mwingine ananunua sigara na alioshia hapo dukani. By any means tumepata haya madhara. Na haya madhara ndio yanatufanya tushindwe kukua haraka kiroho na kufikia ushindi wa dhambi. So what can we do? Sikia hii tiba ya siku 3.
Siku 3 unatakiwa kutengeneza juisi ifuatayo. Hii juisi unaweza kublenda tu nyumbani ukamsaidia mtu, lakini pia unaweza ukaitumia hii kuwatibu watu wengine. Kuwatibu watu wengine na kuwaokoa. Unaweza kauza, kwa unatengeneza, unauza na unawafundisha watu kupitia kibanda chako cha nini? Cha kuuza juisi. Unaweza usiishi mjini, lakini ukaweka ofisi katiba hiyo na ikawasaidia watu. Ukawa unabadilisha wafanyakazi, mmoja anatoka shambani, anakuja anasimamia siku 2, anaondoka, anakuja mwingine. Mna share, hiyo ni kama huduma. Ni kama huduma, mnakuwa mnabadilishana. Leo siku 2 anaenda fulani, anafanya kazi hiyo huduma, baada ya siku kadhaa anaingia mwingine, ili msikae sana mjini mkaathirika tena. Siku ya kwanza, hii namna ya kuondoa sumu kwa siku 3. Siku ya kwanza unatumia nini? Siku ya kwanza unatakiwa utengeneze juisi ya zabibu. Juisi ya zabibu inatakiwa viambato upishi. Juisi ya zabibu nyeupe iitwayo Horsetail huupa mwili kalori 98 kwa kila milimita 250. Yani uwezo ukubwa wa chupa ndogo ya soda. Ukubwa wa chupa ndogo ya soda mililita 250. Unaweza kutumia juisi ya zabibu nyeupe ambayo tunaitumia kwenye meza ya Bwana. Tunaitumia kwenye meza ya Bwana. Hii juisi huchochea vichocheo vinavyoongoza kazi ya ini. Viambato kikonyo cha Horsetail ya kuua sumu. Haya, inatakiwa utumie katikati ya asubuhi. Juisi nzuri kabisa. Juisi nzuri kabisa. Viambato: karoti, unatakiwa uchanganye karoti. Uchanganye nini? Karoti. Uweke tufaha au apple. Uchanganye na figiri. Uchanganye na limao. Asubuhi unatumia hiyo juisi ya zabibu. Halafu juisi ya zabibu unaichanganya na karoti, unachanganya na apple, unachanganya na figiri, unachanganya na limao. Figiri ni mboga fulani ya majani. Inapatikana sana Iringa, Tanzania. Inapatikana sana. Unaiblenda pamoja kwenye hiyo juisi yako. Hii hapa itakusaidia, unatumia asubuhi hiyo. Inasaidia kuondoa sumu mwilini ziletazo magonjwa. Asubuhi unatumia hiyo juisi. Halafu alasiri unatumia maji yasafishayo sumu ya mmea. Infusion mmea ambao uitwao Horsetail. Viambato unatumia unachukua kikonyo ama unakata kiua cha Horsetail na yes, unachemsha hayo maji yake, unakunywa kama chai yake. Huo mmea unaitwa Horsetail au unaitwa infusion uitwao Horsetail. Mkia wa farasi. Huo mmea unaitwa mkia wa nini? Wa farasi. Pendo. Unachemsha cha maji kwenye maji, unakunywa. Muda wa usiku unatumia supu isafishayo kwa ujumla. Viambato vyake hiyo supu ambayo unatengeneza mchuzi ni figiri, brokoli. Unajua mama? Brokoli. Yes. Yes. Brokoli nizikuta kule Johannesburg. Na hata Dar es Salaam zipo, pale Ilala sokoni zipo, wanazipata sana kutoka Iringa, Morogoro. Unaweza kupata brokoli na figiri na vitunguu, karoti, iliki, kitunguu saumu. Unachanganya pamoja. Kwenye maji ya vuguvugu, brokoli iliyoandaliwa vizuri kama mchuzi, figiri unaweka na unakatia kitunguu, karoti, iliki, kitunguu saumu. Basi
Yani ukitumia hiyo kwa siku hiyo, hivyo vitu, asubuhi juisi ya zabibu nyeupe, mchana ukatumia juisi ya mchanganyiko wa karoti, apple, figiri na limao, kanywa glasi ya gramu ya mililita 250, nusu kama chupa ndogo ya chai ya soda. Alafu ukaja ukatumia mchana hiyo maji vuguvugu ya huo mmea unaitwa Horsetail. Alafu jioni ukatumia nini? Juisi ya na mchanganyiko wa mchuzi wa figiri, brokoli, vitunguu, karoti, vitunguu maji, karoti, iliki na vitunguu saumu. Utakuwa unasafisha mfumo wako vizuri sana. Haya. Kuna mlo wa mchana. Kuna asubuhi, kuna mchana, alasiri na jioni. Mlo mchana nilisahau. Asubuhi ni ile juisi ya karoti, tufaha, figiri na limao. Mchana sharubati ya mboga baridi, sharubati baridi ya mboga mbichi, nyanya, tango, pilipili kidogo ile cayenne, alafu kitunguu maji na mafuta ya olive. Unachanganya pamoja. Nini tumesema? Nyanya, tango na katakata, pilipili cayenne, unaweka na vitunguu maji, unaweka na nini? Olive oil, mafuta ya mzeituni, na chumvi ya mezani kidogo, na juisi ya limao. Unakula ile saladi, shushia na nini? Juisi ya limao. Hupa mwili kalori 183 kwa kila mililita 250. Hapo unaweza kujitibu kuondoa sumu mbalimbali zikiwemo za kombe, nikotini na kadhalika. Na hii inakutibu. Ukifanya kila siku hii, hakika unaondoka kwenye ulevi. Unaondoka kwenye ulevi mpendo. Siku ya pili. Siku ya pili unaweza ukatumia vitu vifuatavyo. Siku ya pili unatakiwa unywe juisi ya limao. Naona juisi ya limao ilivyo ya muhimu kila siku. Juisi ya limao ni nadra kuwa na kalori, lakini ukitumia asubuhi juisi hii ya limao, alafu unaweka cabbage nyekundu, red cabbage, karoti, apple, juisi ya limao. Yes. Unaweka cabbage nyekundu, karoti, apple na juisi ya limao. Mililita 250. Utakuwa unaondoa sumu ya kutosha. Mchana unabadilisha tena, unaweka juisi nyingine. Unaweka juisi kwa ajili ya inayo balance uwiano wa shinikizo la damu. Hii inasaidia kubalance blood pressure. Viambato ni kiazi sukari una kiblender, nyanya una blender pamoja, figiri na iliki. Unaweka na iliki na nyanya na blender pamoja. Unakunywa juisi hiyo mililita 250. Hiyo ni wakati wa mchana. Wakati wa alasiri, maana yake asubuhi saa 2 au saa 3, alafu saa 6, alafu saa 9, yani alasiri unakunywa kinywaji cha dandelion. Dandelion ni mmea ambao unaota karibu na mabwawa au karibu na mito. Dandelion, unachukua majani ya mmea uitwao dandelion ambao ni nadra kuwa na kalori, kuboresha kazi ya figo na ini, kusafisha damu. Dandelion unatumia na hiyo au majani yake dandelion unachemsha dogo, unapata ile dawa yake, unachuja na kunywa. Mililita ni chache tu kama kikombe cha chai. Usiku unatumia supu isafishayo ini. Viambatanisho
ni artichoke, kitunguu, artichoke na kitunguu unakunywa. Bwana asifiwe. Haya, siku ya 3 unatumia rojorojo ya limao. Rojorojo ya limao. Viambato ni limao lote. Unaliblenda na ganda lake na mbegu zake na kila kitu. Unatumia mililita 250 asubuhi. Hiyo pia unatengeneza juisi ya spinach, cabbage au sukuma wiki bila kiini, shamari na nanasi na mnanaa, una blender pamoja asubuhi. Nanasi, mnanaa, spinach na kabichi, ni mboga, ni juisi ya mboga kwa kifupi. Unatumia asubuhi hiyo. Mchana unatumia supu baridi ya kitunguu saumu. Viambatanisho ni jozi, kitunguu saumu na mafuta. Mafuta unaweka ya mzeituni. Inaweza kusaidia kupata kalori 468. Kurutubisha na kuweka uwiano wa mfumo wa neva kwa ajili ya kuondoa sumu mwilini. Bwana asifiwe. Alasiri, yani saa 9, utatumia tena juisi nyingine. Ni viambato ni majani ya mmea uitwao kiwavi. Kiwavi, unajua? Ni kiwavi mmea. Sio kiwavi yule mdudu. Kiwavi mmea. Unachukua majani yake, unachemsha kidogo, unakunywa maji yake. Ni nadra kuwa na kalori, lakini huchochea uondoaji wa tindikali ya uriki na sumu aina zingine. Hiyo ni very powerful. Usiku natumia kinywaji mchanganyiko. Unachukua mnanaa, ile mboga ya ni mchicha. Mnanaa ni mboga gani? Mnanaa ni aina ya mboga fulani ambazo zina nani? Mnanaa si mlenda, sijui nini, ni aina fulani ya majani. Unaweza kaangalia Google, utaionyesha pia kwenye screen hapa, utaiona. Unachanganya na tangawizi na limao, mililita 125, kikombe kimoja cha chai unakunywa. Kwa kweli hizi siku 3 ukizizingatia utakuwa umeondoa sumu nyingi sana pendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya. Tunasafishaje sumu za kileo? Maana hata ukiacha pombe leo, sumu zipo kwenye damu na zimekuwa zimeathiri ubongo. Kwenye seli zile sumu zinakwenda. Ethanol, methanol kadhalika zinakuwepo. Kwa hiyo sasa ukiacha pombe unabadilisha mfumo kurudi kwenye ibada takatifu ya Mungu. Inatakiwa ufanye mambo yafuatayo mpendo. Asali ya pombe ni ubongo na ini. Ini na ubongo na ini ndivyo viungo vinavyoathiriwa zaidi na unywaji wa pombe. Vinywaji vijengavyo afya katika kusafisha mwili, ukarabati kadri iwezekanavyo uharibifu unaotokana na pombe. Kilevi cha ethyl ni sumu yenye nguvu iharibuyo chembe hai na vimelea, hivyo hutumiwa kama dawa ya kuua vimelea. Hiyo ethyl, pombe ethyl inapatikana kwenye pombe na ni aina ya pombe ambayo hii ina nguvu sana inayoua chembe hai na vimelea. Kwa hiyo na mwingine madaktari wanaitumia kama dawa ya kuua vimelea, lakini inaathiri hadi seli. Kimsingi katika mwili wa mwanadamu kuna aina kuu mbili za chembe hai zinazoharibiwa kwa kunywa kilevi. Chembe hai za ubongo na za ini ndio zinaharibiwa na nini? Na pombe mpendwa. Inaweza ikawa sio bia, lakini unatumia nini? More punch, more energy, more someone. Kwa hiyo sasa, pamoja na hayo, kilevi ni moja ya vichochezi vya saratani. Mtu mwenye kansa hatakiwi kutumia aina yote ya kinywaji chenye pombe.
iwe ni cha pombe 0 au pombe 1 au pombe 5. Haitakiwi mpendwa kutumia hivi vitu. Pamoja na hayo, kwani matumizi yake hata kwa kiwango kidogo huongeza uwezekano wa kuugua kansa ya matiti, koo na ini, miongoni mwa kansa nyingi. Kusudi la tiba ya kusafisha kilevi ni kadiri iwezekanavyo kuzimua madhara yatokanayo na sumu ya pombe mwilini hususani katika ini na ubongo, kurejesha mfumo wa neva katika hali ya kawaida ili kuboresha uwezo wa kuamua na uhiari wa kuacha kunywa. Unatakiwa kupambana kurejesha mfumo wa neva katika hali yake ya kawaida. Bwana asifiwe. Kwa lazima kupambana na hii. Ni kupambana kabisa, kwa sababu haya ndiyo mambo ambayo yalichangia wana wa Israeli wasiende wapi? Kanaani. Maana katikati walimisi pombe, wakamshawishi Haruni watengeneze kasherehe kidogo. Wakati Musa ameenda kufanya nini? Pambana huko watu wao watakasi wapewe amri za Mungu. Huko watu wakakumbuka pombe, wakamshawishi, wakamtishia kwamba tutakuua bwana, unajua tunakuweza wewe. Ona Musa ameenda, unajua hata yeye ametutoroka, wenda ndo ametutelekeza hapa. Kwa hiyo bwana, tuambu utusikilize tunachokitaka. Walitengeneza hiyo Kutoka 32, walitengeneza ndama wa dhahabu, wakasherekea, wakapiga kelele, wakanywa pombe, wakadansi disco, walikuwa wamemisi disco. Sasa mpendwa, wewe ndio umeathirika na disco. Kwamba ilikuwa haipiti wiki hujaenda club, hujaenda kudance. Na wewe umeamua, umesikia ujumbe wa malaika watatu, unataka sasa kwenda wapi? Mbinguni. What you can do ni kwamba zingatia maelekezo haya ambayo tunapeana, ili tukienda mashambani mtu asiulize kijiji kwamba wanatengeneza wapi pombe. Maana wengine wakienda kule vijijini mashambani, ndio ameenda mashambani, lakini at the end paka vilabu vya kijijini vitajua kuna msabato yupo. Sasa wapendwa, tupambane, maana hata waliotoka Misri na wenyewe wapo walioenda kuulizia pombe nyikani na wakaipika. Mpangilio wa siku moja wa kuondoa sumu za tumbaku mwilini ni ufuatao. Kifungua kinywa, tumia rojorojo iongezayo nguvu ya ubongo. Ni rojorojo gani? Tumia maziwa ya shayiri. Maziwa ya nini? Ya shayiri. Kama uyajui, basi uliza tabibu aje akufanyie hiyo dozi na utamlipa hela yake mpendwa. Maana wengine wasema ni tabu sana kuyapata hayo. Naomba uache namba yako ya simu kwenye comment hapo, mimi nitatumia tabibu. Tutaenda, tutaongea budget yake, atakuja kukusimamia kwa dozi hiyo. Maziwa ya shayiri, berry nyeusi, yani blackberries, berry nyeusi, shayiri, berry mbichi za rangi ya blue, strawberry au strawberry, kiini cha ngano, tende na jozi. Atakutengeneza juisi ama utatengeneza mwenyewe vitu hivyo. Maziwa ya shayiri, blackberries, berries za kijani, green berry, au zenye rangi ya blue berries, ama hizi zinazoitwa strawberries, alafu na kiini cha ngano na tende na jozi. Natengeneza juisi hiyo. Mtu wa Mungu, ukitumia mililita 250 zina uwezo wa kukupatia kalori 216, kuchochea ubongo kurejeza viinilishe vilivyopungua na unywaji wa pombe. Unajua kitu kimoja kabla sijasahau tena, nimetaka kusahau, ni kwamba uathirika huu wa madawa mbalimbali au vitu mbalimbali tunavyotumia, neno addiction limetokana na neno la Kigiriki linaloitwa addictus. Addictus ni neno ambalo linamaanisha worship. Yaani addiction ni addictus Kigiriki, ambayo inamaanisha worship. Kwa ni ibada. Yaani unakifanya kitu kinakuwa nini? Ndio Mungu wako. Unakiabudu. Sasa inatakiwa ili uende kwa Mungu asilimia zote, inatakiwa kuua hii ibada.
ambayo sasa inahitaji utumie vyakula fulani, vinywaji fulani ili iondoe na hizo sumu za uathirika huo, ili kujiandaa kwa ajili ya mvua ya masika. Hapa kuna hiyo juisi ya strawberry, blackberries, greenberry, blueberry kwa pamoja na tende na kiini cha ngano na jozi. Unatumia asubuhi hiyo juisi. Haya. Unaweza kutumia juisi ya asubuhi, ni juisi ya tunda la dungusi. Dungusi kakati. Hii hata mimi sijawahi kuiona, lakini unaweza kaenda Google tukaionyesha pia hata kwenye screen. Juisi ya limao na asali ni kitu ambacho kinapatikana kwenye mazingira yetu. Juisi ya limao na asali. Weka maji ya vuguvugu au ya moto, lakini utasubiri yapoe kidogo. Ya vuguvugu weka limao lako, kamlia limao lako, kamua kabisa limao nzuri, alafu tia vijiko viwili vya asali, koroga, kunywa asubuhi. Kunywa asubuhi hiyo mililita 250 kama glasi nzima. Upatia mwili kalori 160. Kukinga chembe chembe za ini dhidi ya uharibifu uliosababishwa na pombe. Bwana asifiwe. Wakati wa asubuhi natumia hiyo. Wakati wa mchana tumia madini joto tele. Unayapata wapi? Kiazi sukari chekundu, zabibu kavu, korosho, juisi ya limao. Korosho, zabibu kavu, kiazi sukari na juisi na limao changanya kwa pamoja. Kiazi sukari chekundu husaidia kuondoa sumu na kuhuisha ini. Zaidi sana pamoja na viambato vingine huchochea uzalishaji wa damu, kuzuia upungufu wa damu unaotokana na kutumia pombe. Bwana Yesu asifiwe. Mchana utumie hiyo. Halafu muda wa jioni tumia maziwa ya mbavuti. Ya maziwa jamani, maziwa yako aina nyingi, usingangania ya ng'ombe. Kuna maziwa ya mbavuti. Mbavuti ni nini? Kinywaji cha maziwa ya mbavuti, ya mbaruti. Unachukua mbaruti, unachukua na tangawizi, unachukua na rosemary, ua la rosemary na ni mbadala wa chai ya hibiscus. Hibiscus, yale maua ya hibiscus tulikuwa tunafanyia tulikuwa tunatumia practical kwenye kwenye tulikuwa tunasoma huko. Hibiscus ni ile ua ni dawa. Ile ua ni dawa, mpendwa, ni dawa. Kichemsha ulikilitupia kwenye maji ya vuguvugu litatoa ile rangi yake humo. Ni very best cure na kuondoa sumu hizo za pombe. Kwa hiyo ukichanganya na rosemary na tangawizi, kwa kweli unasema inahuisha, inaponya zile chembe hai za ini zilizoharibiwa na pombe. Mpendo, hibiscus. Chai ya hibiscus kuzuia ongezeko la oksijeni sambamba na kuzimua sumu. Pia ukinga dhidi ya pombe. Tumia tiba ya siku 3 ya kuondoa sumu ambayo nilisoma kwenye zile siku 3 ambayo nimetangulia kusoma hiyo. Au tunaweza kuwasiliana WhatsApp nikakutumia paper au PDF ya hii tiba ukafanya. Kama utafanya hivyo, basi unaweza kutumia tabibu nyumbani kwako, ila uzingatie kwamba kuna gharama ya kununua hivyo vitu na gharama ya kumfikisha yeye na kuja kukusimamia. Bwana asifiwe. Kwa mpendwa, ni rahisi sana, unaweza kuhudumiwa pia, lakini inatakiwa uijue ili iweze kusaidia wewe mwenyewe pia. Wapi? Mashambani. Haleluya. Dr. Neema si yupo, anaweza kwenda kuwasaidia hata kama akiitwa Kenya,
Zambia, Zimbabwe, Uganda, waweza tu kusema mtumishi na akaja kukusimamia. Mwingine, tumia mlo usiokuwa na nyama. Kuacha nyama itakusaidia kuacha pombe kiurahisi. Uliosheheni matunda, mboga mboga na kunde na nafaka. Tumia mzizi unaotokana na mmea huu wa Kichina unaitwa kuzu. Kichina inasema kuzu. Tumia mmea huo wa kuzu. Sasa huo utakusaidia pia. Huu kuzu au unaitwa kwa kitaalamu unaitwa Fuelleria rubata. Huu mmea hutumika kuzuia hamu ya pombe. Kuzu unaacha pombe haraka sana. Kwa hiyo unaweza kutumia mmea, picha yake ipo, lakini ukiongea na Wachina pia wanaweza kukuletea. Unaweza ukaimport kutoka unaweza ukaagiza China huu mmea unaitwa kuzu, wakakuletea na ukauzia watu wengine. Huo ukiutumia urudi pombeni, utasikia harufu yake kama harufu ya mauti. Hautarudia tena. Jinsi ya kuondoa sumu mwilini. Kwa wale ambao wanataka waachane na pombe tu haraka, basi tumia huo uyoga. Nimekwambia nini? Uyoga ule tumia, kautafute huko mashambani. Tumia mboga ya uyoga mara kwa mara, itasaidia kusafisha matamaa mabaya. Maana ukiponya madhara ya pombe, unaponya vitu vingi. Utaponya mambo ya uasherati, utaponya mambo ya mipira, utaponya mambo mengine madogo hayo tuliyaona leo, ambayo inatakiwa kufanyeje? Kuachana nayo. Na hapo ndipo Petro alisema kwamba it is good for us to be here. Ukifikia kupanda kiroho, inatakiwa ifikie mahali ufurahi kuwa stage hiyo. Lakini ukiwa uko stage hiyo, huko unawaza, unajua tuliacha kwa sababu alituambia tu Yesu anakuja, ndio maana tukaacha. Lakini we moyo wako kumbe hausemi vyema kuwa hapo. Mathayo 17 tumesoma kwamba walipofika katika utukufu, Petro alisema ni vyema sisi kuwa hapa. Hii hatua ambayo inatakiwa tupande, inatakiwa tukubali, tuipende, tuifurahie kwamba hii hatua ni bora, ni vyema kubaki hapo. Na tujenge vibanda vitatu ambavyo tumejifunza ni ujumbe wa malaika wa pili, wa tatu na wa kwanza, wa pili na wa tatu. Baraka kweli. Jinsi ya kuondoa mwilini sumu ya viuatilifu vya metali nzito. Aina mbili za uchafu hatari kwa afya ni viuatilifu. Viuatilifu jamii ya phosphate hutumika sana katika shughuli za kilimo. Wakulima wakivitumia kwa kufuata maelekezo sahihi, ukolezi wa mabaki yake katika matunda na maji huwa mdogo sana, usio na madhara. Hata hivyo, kwa sababu ya utaalamu duni wa kilimo miongoni mwa wakulima, uwezekano wa kumeza kwa bahati mbaya mabaki yake au kugusana na ngozi ya mwili kisha kufyonzwa mwilini na kuzuru mwili ni mkubwa. Watoto wadogo ni wahanga wakubwa wa mabaki ya viuatilifu. Viuatilifu ni zile dawa za kilimo za kupulizia, dawa tunazopulizia kwenye mimea, masumu ya kuua wadudu. Ndugu yangu, wale wanaokaa karibu na mabustani, kwa hiyo ni lazima tu tunanunua mboga sokoni kadhalika. Hivyo lazima tu unanunua mahindi, kumbe alipulizia dawa ya kuzuia dumuzi wasiharibu. Kwa sumu za metali zipo pale, asali yake ipo kwa kila mmoja wetu. Sasa viuatilifu na usafishaji wa viuatilifu mwilini sio kazi rahisi kuondoa sumu ya viuatilifu iliyolundikana mwilini, maana hujishikiza katika mafuta ya mwili. Lakini mbinu zifuatazo husaidia kuondoa sumu ya viuatilifu mwilini. Kujizoeza kusafisha mwili kila siku ni kitu cha msingi. Kujizoeza kutoa zile sumu kila siku. Mfano, kutumia activated charcoal, mkaa ulioboostiwa, ni muhimu angalau mara 3 kwa wiki. Unaweka ule mkaa kwa maji ya vuguvugu, unakunywa kijiko kimoja
itasaidia kuondoa hizo sumu, kuua hizo sumu mwilini. Ni jambo ambalo linatakiwa tulifanye daima. Kula vyakula visivyokuzwa kwa mbolea za viwandani. Inabidi tule vyakula ambavyo vimekuzwa, si kwa mbolea za nini? Za viwandani, mpendwa. Utafiti uliofanywa katika chuo kikuu cha RMIT huko Australia umeonyesha kuwa kula mlo wenye angalau 80% ya vyakula vilivyokuzwa kwa mbolea za asili kwa juma moja hupunguza 10% ya sumu za viuatilifu, yani ya sumu za kwenye vitu vya kilimo mwilini kwa njia ya mkojo. Utavikojoa ukitumia vyakula vya asili ambavyo vimekuzwa kwa mbolea nini? Ya asili. Hali inayoonyesha kwamba sumu zilizorundikana mwilini zitakuwa zimepungua pia. Kuoga mvuke. Kuoga nini? Kuoga mvuke. Imegundulika kwamba uogaji wa mvuke kwa saa 50 kwa mwezi hupunguza sumu ya viuatilifu iliyorundikana mwilini kwa 20%. Mama, nini maana ya kuoga kwa mvuke? Unaelewaje kuoga mvuke? Jifukiza. Amen. Dr. Neema, you are good. You are good, you are good, you are good. Ni kujifukiza mpendwa, kupiga nyungu. Wanaita kupiga nyungu. Kupiga nyungu mpendwa ni sehemu ya tiba ya kuondoa masumu ya kutokana na mboga mboga tulizonunua. Nyanya, unakuta umenunua nyanya bado unaona kabisa ina dawa pale juu, ili unaosha tu, kumbe zile dawa zimeingia mpaka ndani. Mpendwa, tuna hizo sumu mwilini mwetu na zinasababisha mara magonjwa hii, mara uvimbe, mara nini. Lakini tukitumia kujifukiza, kupiga nyungu, sio tu kwa kipindi cha corona, kunaondoa jamani matatizo mengi sana. Kujifukiza unaweza ukatengeneza kwa maji ya chemsha maji tu ukaweka na tangawizi, au ukachemsha maji ya majani ya mwarobaini, au ukajifukiza kwa kutumia majani ya mmea mmoja unatengenezwa mboga chungu. Ile inaitwa mboga gani? Mgagani. Amen. Ukijifukiza kwa majani ya mgagani utaondoa sumu nyingi sana mwilini, nyingi sana. Chemsha mgagani vizuri, maji yametokota vizuri, unaingia kwa chumba chako kizuri, unavua nguo zote, unachukua shuka nzito, unajifunika. Unajifunika mpaka unasikia mwili wote unatoa maji. Hapo ndo kuoga mvuke. Unaoga mvuke, utasikia ile jasho linatoka, zile sumu zitatoka kwa sababu mgagani unaua sumu. Hata maji ya mgagani ukiwa umelishwa sumu, hata zile sumu za kupakwa ili ufe ndani ya siku 14, mgagani unaua hizo sumu. Ukinywa na kuoga maji yake ya kuchemsha, kisha habari. Sijui wamekushikia sumu ya kushika. Kuna sumu zingine za kushika after some hours unakufa. Do that. Tumia mgagani, chemsha, unaondokana na hiyo. Unaomba kwanza, then unafanya. Number 1 must be prayers. Ombi namba 1. Yesu tuna kazi itie hivyo vitu. Siri. Anasema sio rahisi kuondoa sumu ya metali nzito mwilini. Aina ya metali muhimu zinazoongoza kudhuru binadamu ni risasi inayopatikana katika rangi na mazao ya kemikali, rangi za chakula, rangi za lipstiki, rangi hizo zimo sumu hizo. Arseniki inayopatikana katika baadhi ya vyakula vilivyolimwa katika ardhi yenye uchafuzi mkubwa wa kemikali hii. Cadmium ipatikanayo hususan katika mazao ya bahari na uyoga. Aluminium inapatikana zaidi katika baadhi ya marashi na baadhi ya chanjo. Baadhi ya chanjo zina nini mpendwa? Aluminium.
na baadhi ya nini, ya marashi, perfume. Yeriko mpendo. Kwa hiyo lazima hivi vitu tupambane navyo tu, maana mbingu ni mapambano na ufalme wa Mungu unapatikana kwa nini? Kwa nguvu, na wenye nguvu wanafanyaje? Hivi ni kukataa kabisa, hivi vyote tumesema ni kukataa kwa nguvu kwa jina la Yesu. Isitukwamisha wakati ni vitu vidogo. Kuondoa sumu ya metali nzito mwilini, mbali na kukataza matumizi ya dawa au nyenzo vingine vya uchafuzi wa mazingira, zifuatazo ni njia zinazopendekezwa kwa ajili ya kuondoa sumu mwilini. Kusafisha mwili. Namba 1. Kusafisha mwili kwa kunywa bilauri ya rojo. Kanuni ya 11 ni sawa na 3. Yenye madini mengi ya selenium. Hii inapatikana kwenye kurasa 160. Unasafisha mwili. Hebu tuipitie kidogo hii hapa. Hii mbinu ya kuondoa hii sumu. Hii hapa inaitwa 1+1 sawa na 3. Hii mbinu inaitwa 1+1 sawa na ngapi? Unaona, hiyo ni kanuni jamani, sio hesabu. Maana hesabu 1+1 ni sawa na nini? Na 2. Lakini 1+1 ni sawa na 3. Hii ni formula ya kuondoa sumu mwilini na inamaliza nini? Ugumba. 1+1 unapata 3. Yaani 2 unaongeza mtoto. Hii inaitwa 1+1 sawa na 3. Haya. Kwa miongo michache iliyopita, kasi ya kutungisha mimba imekuwa ikipungua miongoni mwa jamii ya wanadamu. Baadhi ya sababu ikiwa ni lishe duni, uchafuzi wa kemikali na maambukizi kwenye mfumo wa uzazi. Selenium ni elementi ndogo inayounda sehemu ya kundi muhimu la antioxidant protein. Kwa wanaume hutumika katika mchakato wa upevushaji na urutubishaji mwendo wa mbegu za kiume. Kwa wanawake huwezesha upevukaji wa ovari na ukuaji wa kiini tete pamoja na mtoto tumboni. Selenium pamoja na vitamini E ni virutubisho viwili vyenye mchango mkubwa zaidi katika mchakato wa kibiolojia wa kutungisha mimba. Timothea ya 1+1 ni 3. Kanuni hiyo ina virutubishi hivi vyote. Haya sasa, viwili muhimu zaidi. Selenium ni moja ya kirutubishi ambacho kimeonekana kukosekana sana kwenye milo ya magharibi. Njugu za Brazili hujulikana sana kama wingi wake wa selenium. Inapendekezwa kutumia hizi njugu 2 kila siku kupata virutubisho vya kutosha. Parachichi, njugu hizo 2 unatumia njugu 2 za njugu za Brazili. Parachichi na ngano isiyokobolewa ni vyanzo vizuri vya vitamini E na vitamini B. Pia juisi ya chungwa ni chanzo kizuri cha folate na muhimu sana, ambayo ni muhimu kwa afya ya uzazi na katika kuzuia dosari za maumbile wakati wa uumbikaji wa watoto tumboni. Kwa hiyo unaweza ukatumia hii tiba kikombe au bilauri ya mililita 250 kwa kila huduma. Unatumia nini? Unatumia vitu hivi. Unatumia hii njuga ya Brazili pamoja na parachichi na ngano isiyokobolewa. Unatumia hivyo vitu. Yaani itapendeza sana na utatibika sana. Njugu za Brazili kwenye picha utaziona hapo. Unatumia sasa, hapa unatengeneza juisi ya parachichi, unatupia na hizo njugu za Brazili 2, alafu unachanganya na nini, unachukua na zile ngano ambayo haijakobolewa, unaiblenda kwa pamoja, unakunywa
mililita 250, kikombe cha glass nzuri. Unakunywa hiyo juisi nzito kila siku mpendwa. Viambatanisho, unachukua nusu parachichi, gramu 100, nusu parachichi, njugu za Brazil 6, unachukua na kikombe 1.5 cha juisi ya machungwa, unachukua vijiko viwili vya mezani vya kiini cha ngano. Nadhani unakisaga ngano ambayo haijakobolewa. Unafanyeje? Unasaga, afu unachukua vijiko viwili vya mezani, au unaweza ukavichukua vile afu ndo blender pamoja. Vijiko viwili vya mezani vya juisi ya limao. Unachukua na juisi ya limao vijiko vingapi? Maji ya limao vijiko vingapi? 2 mpendo. Kisha maandalizi, saga njugu zako za Kibrazili kwenye minka au na kutumia blender ikiwa na kiwango kidogo cha juisi ya machungwa ili kusaidia kuiblenda vizuri, na kamulia na machungwa kidogo. Weka viambato vyako kwenye blender, visage mpaka utakapopata mchanganyiko ulio kamili. Amen. Basi ukitumia hii kila siku, basi 1 kujumlisha 1 utapata 3. Bwana asifiwe. Lakini utakuwa umeondoa element hiyo ya selenium ambayo inaweza kuwa katika vyakula ambavyo tunachukua kutoka kwenye bustani, wanapulizia madawa. Hii itakusaidia mpendwa kuondoa sumu na uathirika wa vitu vingi sana. Mungu akubariki sana, kwa sababu pia ukiacha nyama, ukiacha vyakula vya nyama na mayai na nini, utajiepusha na hizo sumu sana, kwa sababu sasa wanadunga sindano sana hivyo vitu. Na hivyo vitu kiukweli, ng'ombe wanakula wapi? Wanakula kila sehemu majani bila kuangalia yamemwagiwa nini. Na sumu hizo zimeenea, zinamwagwa tu marosheni. Muda mwingine huko majaralani kuku wanaenda, unakuta vimetupwa vidonge, yametupwa makopo ya rosheni. Kwa hiyo sasa uweze jua kwamba kuku wako anakula nini saa ngapi. Of course, meat eating must be done away for our salvation. Lazima tukate hivyo vitu, tutajiepusha na mingi. Lakini pia aina za metali muhimu unaweza pia ukasafisha kwa kutumia rojo ya 1 kujumlisha 1 ambayo nimeshaisema, hiyo itakuwa vizuri. Unaweza kutumia kitunguu saumu. Kitunguu saumu, tafiti zilizofanywa kwa wanyama zimedhibitisha kuwa kitunguu saumu huzuia madhara ya risasi kwenye ubongo. Ulaji wa kitunguu saumu punje 3 hadi 6 kwa siku au kiwango sawa na hicho cha mazao yake huchangia kuondoa sumu za madini ya risasi na chuma mwilini. Kitunguu saumu, garlic is the best player. Yaani ni mchezaji mzuri wa hizi mechi za kupambana na dhambi. Maana sumu zikiwepo ndani ya mwili, matokeo ni dhambi, misisimuko ya ajabu, vitu vya ajabu. Hostel, mkia wa farasi. Mmea huu unaitwa hostel. Huu ni mmea wenye madini ya silicon nyingi inayozimua sumu ya aluminium na kuongeza kasi ya kuiondoa mwilini. Inashauriwa kunywa vikombe 2 hadi 3 vya kinywaji hiki kwa siku. Sharubati nyeusi, juisi nyeusi au nyekundu ya matunda yaitwao karenti inajulikana kwa kuondoa sumu ya chuma iliyorundikana mwilini. Ni nzuri kwa kuzuia ongezeko la oksijeni mwilini, kuongeza uwezo wa figo wa kutengeneza mkojo na kufanya kazi ya kulainisha tumbo pia. Kuna kitu kinaitwa kinasasumu. Kinasasumu aina ya editor, ethylene diamine-tetracetic acid, ethylene diamine tetraacetic acid ndiyo inayotumika sana kwa kupitishwa kwenye mshipa kwa uangalizi wa utabibu. Kama ikitumiwa kwa kunywa, uwezo wake wa kuzimua sumu unapungua. Editor, sumu aina ya editor inatakiwa iondolewe kwa usimamizi wa tabibu. Bwana asifiwe. Basi mambo hayo tukiyafanya, baadhi ya waathirika wa
madawa ya kulevya, pombe, sigara, moshi wa magari na kadhalika, tunaweza tukasaidiana kuondoa. Lakini kata mahusiano na marafiki ambao hawana mpango wa kwenda mbinguni. That is a big step. Ni hatua kubwa ambayo inaweza kusaidia kusonga mbele mpendo wangu. Lakini pia punguza namba za simu kwenye simu zako. Watu ambao wanakuchatisha SMS chafu, block, ya kusaidia kupiga hatua. Punguza magrupu ya WhatsApp. Magrupu ya WhatsApp ambayo yana watu ambao wanaposti vitu vya ajabu ajabu, vichekesho, burudani za ajabu ajabu, mipira na nini. Futa hayo magrupu, left. Tengeneza marafiki ambao wanakupeleka mbinguni. Muda umeisha wapendo. Muda umefanyaje? Umekwisha. Huo muda wa kuchezea na kuhangaika umeisha. We don't have time here. We have just less than 6 years to go. Muda wa maamuzi ni sasa. Hiyo mwisho wa miaka 6 ni matokeo tu mpendo. Right now we have to prepare for heaven. Seriously, we have to take the step. Na kuwa na mahusiano mazuri na Yesu ni gharama. Mahusiano yote ni gharama wapendo. Hakuna mahusiano yasiyo na gharama. Yeye Yesu mwenyewe aliacha vyote ili afanyeje? Ili atupate sisi. Je, si salama zaidi na furaha zaidi sisi pia kuacha vyote ili kurithi ufalme wa mbinguni? Mungu akubariki sana kwa kuungana na The Messenger TZ katika sabato hii. Hakika sabato imepita vizuri na sasa ni saa 12 na dakika 12. Hatuna budi kuomba na kusema asante Yesu kwa kutupa uzima na furaha ya sabato na raha ya sabato, na kutakia kazi njema katika juma hili. Ungana nasi katikati ya juma katika vipindi vya Jericho 2030. Jericho 2030 tutaendelea kuangalia mambo makuu zaidi ya mbingu kwa ajili ya utukufu wa Bwana na kwa ajili ya wokovu wako na watoto wako moja na wokovu wangu pia. Kumbuka kwamba nakuombea nami nitaje katika maombi yako. Mungu atubariki sana. Tupate tuombe. Tunasema asante Mungu wetu kwa jina la Kristo Yesu, Bwana wetu na Mwokozi wetu. Asante kwa kutubariki kwa maneno matamu siku ya leo. Asante kwa siri ambazo umetupatia tuzidi kufanya kwa sehemu yetu ili kuweza kupona na kuwa safi na hekalu na miili yetu kuitoa kama dhabihu hai itakayoleta ibada ya maana kama Warumi 12 semavyo. Nasema Bwana tuwezeshe kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu juu yetu na ndani yetu tunaweza kupika hatua. Tunasema asante kwa kuwa yote hayo utatupatia sawa na mapenzi yako na sawa na wingi wa utajiri wako. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, uwe nasi daima katika juma hili. Kambariki mtazamaji, katubariki katika kazi zetu na huduma uliotupatia. Karama za bure zikazae 160, 100, hatimaye utukufu na sifa virudi kwako Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.